Sasa ndugu zangu, siasa sio mchezo wa kuigiza. Tunataka tuwaambie Watanzania waweze kuona watu wa namna hiyo ni watu wa ajabu, kwa maana hata hivi sasa wote ni mashuhuda. Kuna watu wanadiriki kusema kwamba wameshindwa kuja kumzika baba yake eti wakitumia kisingizio cha hofu ya usalama wao. Hii ni tabia isiyovumilika. Ni aibu kwa mtu mzima kutumia matukio nyeti na kifamilia kwa ajili ya kutengenezea ajenda za kisiasa na za kiharakati. Wote kwa pamoja ninaomba wanavio tumuombee dada huyu anaitwa Maria Sarungi. Mungu ampatie hekima na maarifa makubwa, aweze kujua nafasi ya familia na nafasi ya harakati kwenye maisha yake. Sisi wa Tanzania, taifa letu liko salama, lina amani, na sisi tunatembea kifua mbele. Tunajivunia kuzaliwa Watanzania na tutaendelea kujivunia kuwa Watanzania, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa kadri tunavyoliombea taifa letu liwe salama, liwe na amani, na ndivyo Mungu anavyotujibu. Sasa hawa wanaharakati ambao kwanza kwenye taifa letu hatujaonana nao takribani miaka kadhaa, wakiwa huko nje, wakiwa na ajenda tusizozifahamu, ya Tanzania yanawahusu nini? Na hivyo ni vyema sana serikali ikajiwekezea jitihada za kutosha katika eneo hilo, kwani huenda tunashuhudia matukio hayo ya kina Maria Sarungi na wengineo, tukiwalaumu na tukizani pengine ni watu wasiokuwa na maana, kumbe pengine wana shida ya matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo pengine serikali ijue namna gani ya kusaidia watu wa namna hiyo, ili tusiendelee kuwa na kizazi cha ajabu kama cha dada huyo Maria Sarungi.